wanakuambia ntalu wa kwiza ielelemwe ntalu wa kwiza apa mazwi aizi wandeta. Naongezea tena nyingine, nasema talu wa kwiza ielelemwe ntalu wa kwiza apa mazwi Steve wandeta, Steve Rose, Steve wandeta. Ni tajiri mmoja anapatikana manispaa Sumbawanga mjini, lakini leo na surprise, tuna binti mmoja anayefanya vizuri kabisa mkoa wa Rukwa. Anawakilisha mkoa wa Rukwa kwa kutumia maudhui ya kutengeneza content kwa kifipa. Dada mmoja hivi. Nikisema hivyo kwa watata ambao wanashinda sana TikTok na maeneo mengine watakuwa wanamfahamu. Nikisema hivyo nikaona niweze kumuita manispaa Sumbawanga mjini tuweze kupiga naye story, kwa sababu anawakilisha mkoa kupitia lugha ya kifipa, na leo namtunuku jina. Kuanzia leo atakuwa anaitwa content creator wa maudhui ya kifipa. Twende kwenye session. Huyo anakuja dada mmoja hivi anaitwa mtamjua mwenyewe, nadhani kwa picha mmeshamuona kupitia klipu hii, lakini tuna story naye 2-3 aweze kutueleza. Mwali ndauli ai ningizia manda. Mmemuona anapendeza. Kwanza sifa moja ya huyu dada ni mfipa ambaye anajitambua, anajua kushaini, lakini mbali na kushaini anajua kuongea kifipa asilia. Mimi kuna muda pia huwa anachemka pia kusema baadhi ya maneno huwa ananishinda. Sasa tuende tukamfahamu anaitwa nani, lakini pia ukoo wake unaitwaje na anatokea wapi, kwa sababu wengi wanasema anatokea na Manyele. Mimi nikasema nitamtafuta ili aje atuambie yeye mwenyewe anatoka wapi. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Kumazinane Neema Liam Deodatus Chapewa umwiko wanene nena Mpimbwe Infumile Pachianda. Kianda oye, mnaenda kutoa star. Sasa huyu hatutaki muibe mapema, mara nishaanza kusikia japo hajaniambia. Tunataka atangaze mkoa wetu wa Rukwa kwa kuwakilisha dada zote wafipa wanaotoka ardhi ya ufipa. Nadhani mnamuelewa. Sasa msianze kumuiba bwana, bado muda, inatakiwa mkoa ufike sehemu. Ipi siri ya mafanikio kwenye industry yako, hususan kwenye swala zima la content creator, kwa maana kwamba kutengeneza maudhui ya kifipa? Ni nani ambaye alikuhamasisha mpaka ukaanza kutengeneza maudhui ya kifipa na sio ya Kiswahili? Chintu cha kwanza nakundika Bilaliani. Ko kula ntenzi nshanga bola mvange chiluga chane cho nachikundi chifipa. Chiswahili ntapendelie sana kuvanga. Wavanga ningo sana. Ka content kako, yani ka clip ka kwanza kabisa kanoanzi huku kaanzi uti ngezie tulole. Kali na maudhui. Kali ka kwanza napo nyishi simu. Alange nkuponyi simu na mwinti jamani sio kwamba eti simu ya mkopo ili na matatizo ngawakopi simu lino hakika wakulipa ila ngawaponya lina maumivu yako aline hali ya kwanza kako na kaweni kapi sile sana kwa hapo isimu hapo kile lizingi au walo lile sile ati afai ingi na hapi tu kumauzuia ingatoboa au waweni chani baada ya kutengenezea kako. Langi na posti gaga ukweli kapisile vizuri sana. Nankola kapita na mwenganzie ukupanga chifipa pakilelo ni. Okay. Hongera sana. I-content ya mwisho wa tengenezi ya uli pali TikTok baba. Ya mwisho? Kule nyimbo yemu ya mfipa umwi. Akumuita Aloni. Yono na record na posti. Okay. Ongela kuliantu yonsi ano ya tana kulonda labda yakasimuombe na ikazi zionsi kuhusiana na mauzo ya nukuomba. Yalipo. Yalipo sana. Okay. Ukujivunia chae kupitia mauzo ya chifipa anu kutengeneza? Kujisikia ningo sana vibaya mno, yani nkushauri nano ya kuvanga viswahili hata mwenye chifipa nkuyalomba sana yamanyi chifipa. Kulikali umbeko sikonsika waka manya kachifipa kanu ngatulundila pa kaluimbo. Kalipo ale tutamile pa tuchine kidogo tulunde. Kansimba uka Kansimba kuomba makome kuliumua neni leo acha amakomea amakome kweli amakome ano yakachinya makome tulunde sasa. Tali wakwiza nukumazwi tali wakwiza
nukumazwi ntaliwa kwiza, nukumazwi mtandao wandeta ya mama yane ntaliwa kwiza, nukumazwi ntaliwa kwiza, nukumazwi ntaliwa kwiza, nukumazwi mitandao ya ndeta. Naitwa Mary, mwigizaji wa nyimbo za Kifipa, lakini pia kuanzia leo, sawa, mtu akikuuliza Mary wewe unafanya kazi gani mtandaoni, mwambie mimi ni content creator aka muigizaji wa maudhui ya Kifipa. Sawa. Unawaambia nini Wanarukwa ambao ni mashabiki zako na kuonaga uko nao live TikTok? Unawaambia nini leo? Leo nawaambia kuwa nawapenda sana na waendelee kunisupport, yani endelee kunisupport ili ingumi yatu abadi yatu ntachiweli chisili ngendele kusonga mbele. Ngumu wafumili wako kwa kwena ati nkulonda msake Mary likwenu ungazumila ukumuda untakulonda kusakwa nkulonda sana njikale panga ndimanye mambo minji sana si kusakwa bado manga afi panga ala yakulolanga kulonda kutola sile yani yakutole avino yali tabia yao ila ntaka si mkusakwa kulonda kutulia sana. Jamani, tumlinde Mary kama mboni ya jicho kwa sababu anatuwakilisha vizuri Wafipa wa mkoa wa Rukwa, na mimi naweza nikasema nitakuwa naye bega kwa bega mpaka mwisho wa tamati. Tuwe kumwitu kwa zipa, lakini nyuma tuko na chuma hii hapa mnaiona Alphard kama mnavyoiona tuko na Mary tunawaonyesha hapa kama mnavyoiona Alphard hii hapa ni ya mwamba mmoja hivi anaitwa Steve. Kazi ya hii Alphard tutakuwa tunaikodisha kwenye matamasha mbalimbali hususani matamasha ya harusi, lakini pia kwa wale watu ambao ni watu wanataka kuja kutalii mkoa wa Rukwa, wanataka kwenda Karambo Falls, lakini pia kwenda Kasanga, kwenda ziwa Tanganyika. Unajua mkoa wa Rukwa tuna ziwa ambalo ni la kipekee Afrika, ni la kwanza kwa kina kirefu. Naijua hiyo. Lakini pia tuna milima kama Liambale Afipa, lakini pia tuna ziwa Rukwa. Kwa tuna fursa nyingi sana. Na juzi tu nimesikia vyombo vya serikali wametangaza kuwa wilaya Nkasi tutakuwa pia na madini. Kwa hiyo tuna fursa kibao, lakini pia kuna wadau mbalimbali ambao wanakuja kwa sababu uwanja wa ndege umezinduliwa leo rasmi. Ndege zitakuwa zinapaa kuanzia leo tarehe 10 ya mwezi wa 6 2026. Kwa hiyo nawakaribisha sana wanangu wa nguvu. Chuma mnaiona Mary izwingi letu apita wako tukumwitu kwa zipa tunamrudisha kwao, msije kusema merara mjini. Kuna siku tunaiandaa surprise, atalala mjini na ataenjoy sana. Unasema? Nashukuru sana kufika Sumbanga mjini. Asante mkwai. Kumwitu kwa zipa. Ndo tunaingia hivyo. Hapo taendoa gari mdogo mdogo.